Usishangae msikilizaji kwenye baadhi ya comment ukakutana comment inayosema ya kwamba yani nyewe mmefika mpaka 111. Mimi siwezi simulizi. Hivyo unajua wakereketo wa simulizi wewe, hata ufike 600 as long as wanapata burudani kwenye hiyo simulizi, basi safari kwao inazidi kusonga mbele. Kama umefika 111, una nguvu ya nishati ya mbingu na ardhi. Sema tu hujajua namna kuiamsha. Msikilizaji, pole pia kwa sehemu ya 110 ilikatikia sehemu ya mwishoni. Yani tulikuwa tubakiza sehemu kidogo sana kufika mwishoni. Kwa hiyo nitaanzia pale ambapo ilikatikia sehemu ya 110. Na ni wakati ambapo Hamza alisema ya kwamba kama huyu Frederick ni prince wa Udachi, naweza niende nchini kwao nikamtege. Simba akasema ya kwamba tafadhali usije ukafanya hivyo. Ingawa kweli Frederick ni mwanamfalme wa Udachi, lakini hili ni swala la ulimwengu wa siri. Hivi kwanza unadhani Frederick anajali cheo chake cha kifamilia? Yani hata kama ukiua familia yake yote, nchi yake itaishia kuomboleza tu na bado Frederick hutaweza kumpata. Alafu kubwa zaidi, utaipatia nguvu ya Magedon sababu ya kushambulia watu wako. Basi Simba alimjibu hivyo Hamza. Hamza alijikuta akifikiria swala hilo na aliona kweli ilikuwa na mantiki. Kama kweli Frederick angekuwa anajali kuitwa mwanamfalme, basi asingethubutu kufika pale na kutaka kumuua. Hamza akasema ya kwamba kama ni hivyo, kwa sasa una mpango gani wa kudili na huu mmoja wa damu takatifu? Simba akasema ya kwamba kumshambulia kwako Frederick kumetupatia taarifa muhimu sana. Awamu hii tunaelewa kwamba mashambulizi haya ya damu takatifu dhidi ya kambi zote yamesimamiwa na Frederick na huyu Hawkeye. Sasa kwa sababu tunafahamu hivyo, ukipiga mahesabu na vyo ndani ya umoja wa Magedon inaleta kabisa mantiki. Vinginevyo wasingefanya mashambulizi aina hii. Basi mara baada ya kuongea hivyo Simba alionyesha ishara ya dhamira ya kuua. Simba akasema kwamba Hamza, umefanikiwa kumpiga Frederick. Hili ni swala kubwa. Katika kikao cha jumla siku ya kesho unapaswa kuwa kiongozi. Ukishateuliwa kuwa kiongozi, utaongoza wanajeshi wetu wa uwezo wa juu na wakuu wa kambi na kuanzisha vita dhidi ya watu wa damu takatifu ndani ya Tanzania. Kwa namna yote ile, ninaamini bado Frederick hajaenda mbali na tunapaswa kumkamata. Msikilizaji, hapo ndipo sehemu ya 110 ilipaswa kuishia. Kwa hiyo usione ulipoteza kitu kikubwa sana, hapana, ulikuwa upo mwishoni kabisa. Na hii ni sehemu ya 111, tunasonga mbele. Langu jina Lucas Lumbus. Naam, Hamza mara baada ya kusikia pendekezo hilo alishia tu kukunja sura, kisha akasema kwamba sina matamanio yote ya kuwa kiongozi, ila kwa kusikiliza tu ulichoongea inaonekana wanazitumia hizi kambi kama silaha. Simba akasema ili si swala la kutumika kama silaha pekee. Hii pia ni namna yao ya kutaka kuona uimara wetu. Kwa njia hii yani ndio mbinu pekee ya kujua nani ni mwaminifu na wapi ni wasaliti. Hamza aliweza kuelewa pale. Yani ni kwamba ilionekana kitengo hakikutaka swala hili kuleta minong'ono kwa jamii, bali libakie kuwa mission ya siri chini ya watu wa kambi na jeshi kwa ujumla. Afistoshe, hizi kambi malengo ya kuanzishwa kwake ilikuwa ni kuwapa vijana mtazamo mpya na kuibua vipaji zaidi katika uwezo binafsi. Hata hivyo kambi zote zilikuwa zikijiendesha kwa ruzuku za serikali. Utofauti tu wa kambi hizi na kambi za kawaida za jeshi, zilikuwa zikijiendesha zenyewe na kuwa na misimamo tofauti. Hata hivyo lengo kuu la kambi hizo lilikuwa ni kutengeneza vijana wenye uzalendo ili ikitokea changamoto ya ulinzi wa taifa, jeshi lipate urahisi wa kuingiza vijana wa ziada kazini. Sasa swala zima la kushambuliwa lilionekana kama ni kuna baadhi ya kambi lazima ziwe na misimamo tofauti. Kwa hiyo kama chanzo cha kushambuliwa kinaweza kuwa ni jemadari, basi wengine wanaweza wasikubali kuona hilo likiendelea na kujitenga. Wakati wengine wakaamua kuungana naye. Kwa lugha nyepesi, shambulizi hilo lilikuwa kama jaribio la kupima utulivu wa nchi. Sasa Simba akasema kwamba Hamza, unapaswa kuwa kiongozi. Kwa uwezo ulionao, wengi wao hawatokupinga na watapata sababu ya kukufuata. Na kwa njia hii, baada ya kazi kukamilika, unaweza kurudi kwenye familia yetu na kupokea heshima kwa watu wengi kama ilivyokuwa kwa babu yako. Hamza akasema nishakwambia mara nyingi, usijaribu kunifanya kuwa ndugu yako.
Sitamani kabisa kuwa mjukuu wa jemadari mimi, wala kuwa mrithi wa chochote, sitamani ese. Afande Simba akasema, sasa kwa nini unataka ni kujihusisha katika hii vita kama si kwa sababu hiyo? Hata kama nimetaka kushiriki kwenye hii vita, haimaanishi kwamba nataka kurudi kwenye ukoo wenu. Alafu kubwa zaidi, sitaki kuwa kiongozi wa aina yote. Muda huo wakati Simba akitaka kuendelea kumshawishi Hamza, alihisi mtu mwingine anayemfahamu akifika eneo hilo kuwasogelea. Hamza pia alikuwa ametambua uwepo wa mtu huyo muda mrefu tu, na alishageuza uso wake kumwangalia bwana mwenye mwili mkakamavu aliyevalia suti akisogea eneo hilo. Sasa Simba akasema kwamba, "Oh, bro, umerudi?" Na baada ya Simba kumuona kaka yake Musiba, haraka sana aliuliza kilichojiri. Sasa Afande Simba akasema, "Vipi baba?" Akasemaje? Afande Musiba alishakumwangalia Hamza kwa muonekano usio na hisia za kueleweka. Kisha akasema, "Umemwambia?" Mara baada ya Simba kuulizwa swali hilo, uso wake ulikunjamana kidogo. Kisha akamwangalia Hamza, akatingisha kichwa na kusema kwamba nishamwambia, kwa sababu baba anataka kutumia vita hii dhidi ya watu wa damu takatifu kumrudisha Hamza nyumbani. Bro, kwa hiyo haina haja kuendelea kuwa na ugumu wa moyo kwa sababu tu ya iliyojitokeza kipindi kile. Ni muda wa kutambuana sasa. Simba, haina haja kuongea sana. Nipe nafasi, nataka kuongea naye mwenyewe. Aliongea Msiba. Afande Simba alijikuta hana jinsi, lakini yeye kama mjomba asingeweza kuingilia masuala ya baba na mwana, hivyo alitoka eneo hilo akiwa na wasiwasi. Muda huo eneo hilo la mapumziko libaki na watu wawili tu, Msiba na Hamza. Hamza alimwangalia mwanaume aliyekuwa mbele yake, mwanaume ambaye ana damu yake, na alijikuta hisia zake zikicheza mno kwa hali ya mchanganyiko. Huna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu hili swala, aliongea Msiba kwa sauti nzito baada ya kimya kifupi. Unamaanisha nini? Oh, najua unanichukia na unaichukia familia yako, lakini haijalishi. Familia ukoo wa mzee haina mpango wote na wewe, hivyo ni vizuri kama hautorudi, aliongea Msiba. Hamza kusikia hivyo alihisi maumivu makali moyoni. Mikono yake ilishia kukunja ngumi. Ingawa ni kweli alichukia familia hiyo na ukoo wake wote, na pia alimchukia baba yake mzazi, lakini asingetarajia muda huo bwana huyo angeonyesha tabia aina hiyo. Msiba alionyesha wazi kabisa hana nia ya kumtambua Hamza kama mtoto wake. Ilikuwa ni kama vile alitamani Hamza kuondoka kabisa nchini. Hamza alipohisi hisia hizo, alijikuta akiwa na hasira kiasi kwamba alianza kucheka. Kwa hiyo unanichukia kuniona sana au ni kwa sababu nilimtia ukilema mtoto wako Herman? Herman amekwisha kupata adhabu yake na swala lake na wewe limeisha. Hata hivyo ukoo wetu sio sehemu ambayo mtu kama wewe unaweza kurudi. Watu wa damu takatifu na Magedon si wa kuchokoza pia. Anyway, usiwe na wasiwasi. Sina matamanio pia ya kurudi kwenye familia yenu, lakini sitoruhusu hao watu wa nguvu ya Magedon Shakyamuni hivi hivi. Na huna vigezo vyote vya kunizuia. Unajiamini sana kupita uwezo wako Hamza. Hivi nadhani unaweza kumshinda mfalme wa Magedon? Kama usipokuwa na msaada kutoka kwetu, ni sana kupiga jiwe na mayai tu. Na ukiingia katika mgogoro huo na Magedon na umoja wa watu wa uungu wa kale, hutaweza kujua hata kivipi utakufa. Au unadhani kile unachokiona ndio uhalisia? Wewe bado ni mtoto sana. Hamza alijikuta akicheka tu. Ni kweli mimi ni mtoto na wewe ni mtu mzima, lakini usiniambie kwa sababu wewe ni mtu mzima una nguvu kunizidi. Tofauti na kujivunia umri wako, una kipi cha kunizidi? Wewe unajua nini wewe? Kama nimekuambia ondoka, basi ondoka. Chukua wanawake wako, nenda nje ya nchi, sijui kwenye kisiwa chako huko, na ukaishi kwa amani. Hii vita ni nchi yetu, na hatuhitaji mgeni kama wewe kujihusisha. Mara baada ya kusikia kauli hiyo, Hamza alihisi ni kama kifua chake kitampasuka kwa hasira. Mwanamume huyo si tu hakutaka kumtambua kama mtoto wake, bali hakutaka aishi nchini na alimuona kama mgeni.
Alijiuliza kwa nini anafanya hivyo. Inamaanisha anapaswa tu kumsikiliza kwa ujinga wake ama? Hamza alitamani kabisa kulianzisha pale pale. Hamza akasema kwamba huna vigezo vyovyote vya kuniambia cha kufanya. Aliongea Hamza huku akihisi mwili wake wote ukimtetemeka kwa hasira. Haijalishi kama nina vigezo au sina. Wewe sio Mtanzania. Na huna haja kujishughulisha na masuala ya nchi yetu. Jeshi letu kwa kushirikiana na wadau wengine wa ulinzi tutakabiliana na swala la umoja wa damu takatifu. Armageddon pia ni adui wa watu wa uungu wa kale. Kama utaki kuwa ngoma wa mapigo, basi haraka sana ondoka. Yaani kwa kusikiza tu maneno yako ni kama vile una wasiwasi mno na usalama wa uhai wangu. Ndio kwamba unaogopa sana mimi kufa kwenye vita ama? Ufe au usife hiyo mia inihusu. Ni kwamba tu sitaki mtu ambaye ana athari kwa nchi na familia yetu. Nahitaji mtu ambaye anaweza kuwa muhimili wa utulivu. Hizo ndoto zako usizo na uhalisia achana nazo. Hata kama ukiua hao wasaliti wa nchi, hutaweza kupata chochote. Hamza ajikuta kama vile pumzi inamuisha. Maneno ya msiba yalikuwa kama kisu kilichoingia moja kwa moja moyoni mwake, kikitengeneza shimo kubwa. Hatimaye uvumilivu ulimshinda. Pale pale alijikuta akimkwida kola msiba na kubweka. Ndio sina familia wala mtu wa kunisapoti. Nikiwa mdogo nilitelekezwa na wazazi wangu. Mimi si chochote kwa familia yenu kuniona wa muhimu. Lakini angalau nimeweza kuishi maisha yangu hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi. Najua utaki rudi kwenye familia yako na kuchukua nafasi yako na ya Herman. Au ndo tuseme unaogopa sana kwamba nitafanya mambo kwa magumu kwako, Mwanzoni sikutaka kujihusisha kabisa katika hili na kuwa maarufu. Sikutaka kabisa. Lakini kwa sababu naona una wasiwasi sana, unanipa sababu ya kutaka maarufu. Na kama ni hivyo, nitafanya kitu ambacho kitafumbua macho yako na kuona. Msiba alishia kushika mikono ya Hamza kwa nguvu huku aking'ata meno. Msiba akasema kwamba hebu acha utoto wako bwana. Hivi huoni kwamba unatumiwa kama bunduki na mtu mwingine, Kwa hiyo vipi kama uwezo unao? Hata chini ya kiota imara, yai haliwezi kuwa zuri milele. Unadhani unaweza kuficha udhaifu wako? Hamza alishia kumsukuma tu Msiba, kisha kageuka na kuelekea upande wa wodi bila kusema lolote. Tukumbukeni Kareji kamezimia, Kwa hiyo Msiba alishia kuachwa akiwa amesimama eneo hilo huku akitoa pumzi ndefu. Mara baada ya Hamza kuondoka, Simba alirudi eneo hilo kwa mara nyingine baada ya kumuona Msiba peke yake. Akauliza kwamba bro, nini kimetokea tena, Umefikiria vizuri kweli? Kwa nini unashindwa kumtambua mwanao wa damu? Aliuliza Simba huku macho yake yakiwa na maumivu. Afande Msiba akasema kwamba Simba, sitaki kuliongelea tena. Simba akasema, "Asa kwa nini siliongelee? Hata kama swala hili unalifikiria kwa maslahi ya familia au taifa, lazima niingilie." Baba alishatoa maelekezo kabisa kwa ajili ya Hamza kurudi nyumbani. Lazima uwe tayari kumkaribisha. Au inamaanisha unataka kupingana na maamuzi ya baba? Msiba aligeuza kichwa chake na kumwangalia mdogo wake kwa macho ya maswali. Msiba akasema, "Kwa hiyo unaona baba yupo sahihi kwa kile kitu, Unaona swala la Herman kuogelea kwenye damu ya watu ni sahihi? Wewe unalizungumziaje ile?" Simba alijikuta akiwa kimya, lakini kulikuwa na hali ya huruma machoni mwake. Akasema kwamba Herman ni kweli anateseka, lakini ni swala moja baada ya lingine. Sababu ya Herman kuwa katika hali hii ni kwa sababu alikataa kusikiliza ushauri wangu. Alafu kaka, hivi nadhani baba anaweza kumzuru mjukuu wake mwenyewe? Afande Msiba akasema kwenye macho ya baba, si tu kuwa mjukuu wake wa damu, hata mimi na wewe watoto wake. Kwake ni kete tu juu ya drafti. Hakuna mtu yoyote anaweza kujua ni kipi anafikiria yule mzee. Aliongea Msiba huku akiwa na tabasamu lisiloelezeka. Sasa Afande Simba akasema kwamba kaka, kwa nini unamfikiria hivyo baba yako mwenyewe, Baba ni mtu mzuri. Hajawahi kutupiga wala kutufokea tokea tukiwa watoto. Mara baada ya mama kufariki, ni baba pekee tuliyebakiwa naye. Yaani kwa nini unamfanyia hivi baba kwa sababu tu ya Herman?
Msiba akasema, sio kama namfikiria vibaya baba. Ni kwa sababu tu bado hujaelewa moyo wa baba ulivyo. Fani Simba akasema, mimi hata sielewi Mimi nadhani ni wewe ndio ambao umeshindwa kumuelewa baba kwa kutoa fundo moyoni mwako. Na ndio maana wewe ni mbishi mno. Baba ni jemadari anayeheshimika na watu wengi ulimwenguni. Alichofanya kwa nchi hii na Afrika kwa jumla kiko nje unavyofikiri. Hata kama unashindwa kuelewa baadhi ya njia zake, haimaanishi kwamba anakosea. Unapaswa kuelewa mtazamo wake ni wa mbali sana kuliko sisi. Hivyo unapaswa kufikiria ni kwa nini baba anataka Hamza kurudi nyumbani haraka. Msiba alishia kukunja sura, na mara baada ya kimya alivuta pumzi na kusema kwamba, mdogo wangu, najua picha ya baba kwenye moyo wako haichafuki na mimi pia namheshimu. Lakini kuna mambo mengi sana hayana maana kabisa kuyazungumzia, hayana kabisa. Kwa hiyo huna haja ya kunishawishi. Najua ninachokifanya, ila tu kuwa makini. Mara baada ya Msiba kuongea hivyo, alitoka eneo hilo akimwacha Afande Simba. Ni katika moja ya bandari ndani ya visiwa vya Zanzibar. Ilionekana meli yenye muonekano wa kawaida iking'oa nanga kuondoka bandarini. Ndani ya meli hiyo, katika vyumba vya VIP, alionekana mwanamke mrembo aliyekuwa na figa matata sana, akijibinua kwenye sofa. Mwanamke yule alikuwa na upara kichwani, huku uso wake ukiwa nyororo mno. Hata hivyo, upande wa jicho lake moja alikuwa amelifunika na kitu cheusi kama kiraka, na kumfanya aonekane kama mtu anayetumia jicho moja kuangalia. Aina ya suruali ya ngozi aliyovalia mwilini ilimfanya kuwa na umbile la kutisha. Muda huo alikuwa ameketi, huku mkononi ameshikilia bunduki ya aina yake, akifutafuta kwa kitambaa cha hariri. Alionekana kufurahia kitendo hicho. Silaha hiyo ilikuwa na udarizi fulani hivi wa madini ya kung'aa, na mwisho wake kwenye mdomo kulikuwa na kitu kama jiwe jeupe sana, kama kioo hivi. Ilikuwa ni ngumu kuelewa silaha hiyo ilitumika vipi na kwa ajili gani. Sauti ya kupasuka kwa glasi ya mvinyo ilimfanya mwanamke huyo kuacha kile alichokuwa akifanya na kuinua uso wake, huku akiangalia kwa macho yenye tabasamu lililojaa mzaha. Akasema kwamba, Your Highness, kwa nini una hasira kiasi hicho? Istoshe sio kama uliyekutana naye ni mtoto. Haijalishi kwa vyovyote vile, bado ni mwanaume mwenye hadhi ya kuitwa mfalme wa kuzimu. Ni kawaida kwako kutoshindwa kumuua. Msikilizaji, mtu aliyepasua glasi ya mvinyo hakuwa mwingine bali ni Frederick. Muda huo aliishia kumwangalia mwanamke huyo, kisha akasema kwamba, Melissa, kwa nini ukushirikiana na mimi kumuua? Msikilizaji, huyo mwanamke mwenye upara na jicho moja ndiye aliyeitwa kwa jina la kodi jicho la tai. Asa Melissa akasema kwamba, mpenzi wangu, kama ningejionyesha mapema nisingeweza kukuokoa kwa kumshambulia kwa ghafla. Umesema mwenyewe ulikuwa ukijua uwezo wake wote wa Lucifer, lakini mwisho wa siku ilionekana ukujua. Aliongea Melissa huko akicheka. Fredrick akasema kwamba, kaa kimya bwana. Hiyo ni kwa sababu alipanda level katikati ya pambano. Melissa akasema, hiyo ndio hatari zaidi. Adui ambaye anaweza kupanda level wakati wa kupambana naye, huyo ni hatari mno. Fredrick, nadhani tuachane na Lucifer kwa sasa, maana siku nyingine naweza nisifanikiwe kukuokoa. Istoshe, hata kama ukifa, sidhani kama Victoria ataweza kuwa na huzuni juu yako. Kwani ulimficha kuhusu hili na kutulazimisha sisi kushirikiana na wewe kumuua mtoto wake. Mara baada ya kutajwa kwa bwana wa kifo, muonekano wa Fredrick ulizidi kuonyesha hali ya kutokukubali. Mpaka kufikia hapa msikilizaji, hongereni sana wote mliotabiri yule madam wa kifo ndio mama mzazi wa Hamza. Kwa hiyo Fredrick akasema kwamba nitamthibitishia Victoria kwamba mimi ni bora kuliko Lucifer. Aliongea Fredrick huku aking'ata meno kwa nguvu. Melissa alivuta pumzi kisha akasimama. Aliweka ile bunduki ajabu kiunoni mwake, kisha akasogea alipo Fredrick huku akiwa na muonekano wa ucheshi. Alimkalia kwenye mapaja yake na kupitisha mikono shingoni. Akasema kwamba, darling, usiwe na hasira hivi. Kama Victoria anakubania kukupa papa, mimi dada mkubwa napenda kuwatunuku vijana mahandsome kama nyie bure. Mara baada ya kuona muonekano wa Melissa wa kumchombeza, ile hasira Fredrick ilianza kupotea.
kisha akamkumbatia kwa haraka na kumgeuza kwa kumlaza kwenye sofa. Akasema ya kwamba anashangaa umewezaje kumfanya yule Mtanzania kichaa asitambue uhalisia wako. Wewe Vixen wewe. Melissa akasema nilimuonyesha kile moyo wake ulichotaka kuona. Hajui wanaume wengi ni vipofu mbele ya wanawake licha ya kuwa na macho yote. Fredrick akasema mimi sio mmoja wao bwana, na uwezi kuniua maana najua siri zako tayari. Basi muda mfupi baadaye kulisikika vicheko na miguno kutoka ndani ya chumba hicho. Sasa upande wa hospitali ya jeshi bwana, ndani ya makao makuu ya nchi katika wodi aliolazwa Regina. Mara baada ya Hamza kurudi, kabla hata ya kuingia, aligundua ndani kulikuwa na mtu. Alipoingia ndani aliweza kugundua kwamba alikuwa ni Fiona, aliyekaa pembeni kwa kitanda huku akimwangalia Regi kwa wasiwasi. Basi Hamza alimuita Fiona, na muda huo Hamza alipomwona mwanamke huyo mrembo aliyekaa kitandani, hisia zake zilikuwa zielezeki. Upande wa Fiona alikuwa katika hali ya mawazo kiasi kwamba hakuweza kugundua kama kuna mtu alikuwa ameingia ndani ya wodi hiyo. Mara baada ya kusikia sauti, alisimama haraka huku uso wake ukiingiwa na hali ya wekundu kama mtu mwenye aibu. Alishia kuweka nywele zake zilizotapakaa usoni, huku sasa akiinamisha kichwa chake chini na kusema kwa sauti ya chini kwamba kumbe umesharudi, nilikuwa na wasiwasi na Regina ndio maana nimekuja kumuona. Una haja kuwa na wasiwasi namna hiyo, hilo swala hajalipa kipaumbele sana, aliongea Hamza akijaribu kumtoa wasiwasi Fiona. Mke wangu yupo sawa, ni kwamba tu alipoteza nguvu na akili yake imechoka, ila mpaka kesho atakuwa sawa. Fiona alishia kutikisa kichwa huku kwa namna fulani alionekana kutulia na ile haya ikapotea usoni mwake. Wawili hao waliishia kusimama ndani ya chumba hicho. Hali ikawa baridi kiasi fulani hivi. Hamza hata yeye mwenyewe hakujua namna ya kukabiliana na mwanamke huyo, hasa baada ya kilichotokea. Kwa mtazamo wa kifamilia, ni kama mwanamke huyo tayari alishafanywa kuwa mchumba wake. Ingawa Hamza hakutaka kujitambua kama mjukuu wa familia mzee, bado jemadari alionekana kuwa na nia ya kuwalazimisha waoane. Alafu kubwa zaidi, mzee Mbale pia alikuwa na nia hiyo hiyo. Ukiachana na hilo msikilizaji, Hamza pia alikuwa amepewa kazi na mzee Kihara kuhakikisha kwamba Fiona anakuwa salama muda wote. Nadhani wote tunakumbuka pengine ni kwa sababu alikuwa amekwisha kufahamu kuhusu swala hilo. Kwa misingi hiyo, ilikuwa ni ngumu kwa Hamza kumpotezea Fiona kwa 100%. Hata hivyo bado kulikuwa na maswali mengi yaliyopaswa kuulizwa. Mara baada ya kimya kifupi, Fiona alionekana kujitahidi kuongea kwa sauti ya chini, akisema kwamba mbona upo kimya, ni kwa sababu ya kilichotokea? Kwa nini iwe hivyo? Wewe ni muongo. Unaonekana kabisa unashindwa namna ya kunichukulia, si ndio? Bado kidogo nipo katika hali ya kuchanganyikiwa, lakini sina pingamizi lolote kwako. Na najua hili lilikuwa nje ya hiari yako. Lakini unadhani Regina hanichukii? Sidhani. Na mimi mke wangu hawezi kukuchukia. Haya ni mawazo tu waliokuja nayo watu wa ukoo. Wewe haujahusika kabisa. Lakini nimefanya kitu cha kumwangusha Regina, aliongea Fiona akijaribu kulenga jambo fulani. Mara baada ya Hamza kusikia hivyo, pale pale alishajua ni jambo gani mwanamke huyo alikuwa anaongelea. Muda ule ule alijikuta akiingiwa na haya usoni na kuanza kucheka kwa kujibaraguza. Hayakuwa makosa yako peke yako. Hata mimi mwenyewe nilikosea kwa kutojizuia. Nadhani ni kutokana na tabia yangu mbaya. Mara baada ya kusikia kauli hiyo, Fiona alijikuta akishindwa kujizuia na kumwangalia Hamza kwa kumshusha. Ni kweli wewe ndio unapaswa kulaumiwa kwa tabia yako mbaya. Usingenichungulia. Hamza alishia kujiambia, na wewe usingeendelea kunionyesha kwa hiari yako. Hata hivyo hakuongea wazi. Hali ya hewa ni kama vile ilirudi kwenye ubaridi pia. Mara baada ya muda, Fiona alionekana kuwa na maamuzi na kisha akasema kwamba Hamza, kwa namna yote ile, iwe ni familia yako au jemadari mwenyewe, sipo tayari kuharibu uhusiano wako na Regina. Nakubali kwamba kwa namna fulani nakupenda, lakini najali zaidi uhusiano wangu na rafiki yangu Regina. Hivyo sitaki kuona kitu chochote kikienda vibaya. Hamza mara baada ya kusikia maneno hayo, alishia kumeza mate kwa wingi na kisha kutingisha kichwa chake. Sasa Fiona alionekana kubadilisha mada na kuongea kwa wasiwasi. Hata kama sitoingilia mahusiano yenu, ila
Yaani kuchanganyika kwa damu ambazo karama yake imeamka ni jambo kubwa linalopigwa vita sana. Wasasi wangu mtakumbana na changamoto kubwa sana kutokana na hili. Kwa hiyo mnapaswa kujiandaa. Fiona, bado mimi nashindwa kuelewa. Hivi inakuwaje hawa watu wa uungu wa kale wanapinga watu kama sisi kuoana kwa kiasi hichi? Au ni kwa sababu damu za urithi tofauti zinapochanganyika kuna jambo la kutisha litatokea? Kuhusu hilo mimi sina uhakika. Ila inasemekana ni mambo yalitokea enzi za kale kabisa. Kwa vyote vile hao wazee wa uungu wa kale kwao ni mwiko kwa damu za urithi tofauti kuto kuchangamana. Hata hivyo ni kwamba tu wakati wewe na Regina mlivyokuwa pamoja hamkuwa mkijua chochote, ndio maana hali imefikia hatua hii. Hamza alishia kutingisha kichwa kukubali. Aliamini pia lazima kutakuwa na tatizo, la sivyo isingekuwa sheria. Lakini alijiambia anapaswa kutafuta nafasi ya kuelewa ukweli wote baadaye. Basi mimi nishamuona Regina ipo sawa, hivyo nitaondoka. Wewe endelea tu kubaki na Regina kwa amani. Kuhusu babu yangu nitamuelezea kuhusu msimamo wangu. Kwa tatizo lolote mtakalopitia nataka angalau nisiwe sehemu ya kikwazo kati yenu. Hamza moyo wake uliguswa na maneno hayo. Lakini hata hivyo hakuthubutu kuonyesha wazi zaidi ya kukubali tu kwa kichwa. Akasema asante sana Fiona. Fiona alishia kutingisha tu kichwa na kisha alitoka nje ya audio. Lakini kabla hajatokomea nje kabisa, aliongea kwa sauti ya chini akisema kwamba laiti ningekutana na wewe kabla ya besti yangu, au ungekulia kwenye familia yako kama Herman, pengine matokeo yangekuwa tofauti. Msikilizaji, Hamza alishia kuhisi ajabu kwenye moyo wake na kuishia kuongea kwa kucheka tu akisema kwamba kwenye ulimwengu huu hakuna cha laiti. Fiona naye akasema kwamba ni kweli. Aliongea Fiona na kicheko hafifu na kutoka nje. Basi bwana, mara baada ya mlango kufungwa, Hamza alijikuta akitoa pumzi ya weni. Kuongea ukweli, kuweza kushindana na majaribu ya mwanamke mrembo kama Fiona ambaye alikuwa na utambulisho wa mchumba wake ilihitaji nguvu kubwa ya utayari wa moyo. Hamza alishindwa kujizuia kumuonea huruma. Aliona kadri Fiona alivyoonyesha kutumia akili kwenye swala hilo, ndio alivyozidi kujionea aibu kwa kile alichofanya. Alijiuliza alikuwa akiwaza nini kumchungulia mwanamke huyo na kisha kushindwa kuwajibika. Hata hivyo Hamza alishia kutingisha kichwa chake akiondoa mawazo hayo, na kisha alisogea na kwenda kukaa pembeni ya kitanda alicholalia mke wake. Kwake yeye alijiambia hata kama muda urudishwe nyuma, angetamani mtu wa kwanza kukutana naye awe ni Regina. Bila ya uelewa, hatimaye nusu siku ilipita na giza nje likaingia. Wakati Hamza akiwa hospitalini hapo, alitumwa msaidizi wa Simba kuja kumwambia anapaswa kwenda kujiandaa kwa ajili ya kikao. Lakini Hamza alikataa. Hamza kwake aliona hakuwa na haja ya kukaa kikao. Anachopaswa ni kutafuta hao watu wa damu takatifu na Frederick na kisha kuwaua wote. Kuhusu nani anapaswa kuwa kiongozi wa operation hiyo, Hamza hakuwa na matamanio yote. Alichotaka kwake ni matokeo. Sasa mpaka inatimia saa 2 za usiku, Hamza bado alikuwa amekaa pembeni ya Regina bila kuamka. Ghafla muda ule, Hamza aligundua pumzi ya Regina imebadilika. Mwanamke huyo alionekana kuwa kwenye ndoto mbaya, huku kwa wakati mmoja akionekana kulitaja jina la Hamza. Regi alitamka sentensi kwamba Hamza, mume wangu usife. Hamza pale pale mara baada ya kuona hivyo, alijikuta akimshika Regina mkono na kuweka mwingine kwenye paji lake usoni, huku akisema kwamba wife, nini kimetokea? Unaota ndoto mbaya ama? Hamza alijua fika kwa sababu Regina alikuwa akiota, basi amekwisha kuwa sawa na kuona muda wote angeamka. Ilikuwa ni kweli, Regi alionekana kufumbua macho mara tu baada ya kusikia sauti ya Hamza. Habi, aliita Regina, huku kwa wakati mmoja machozi yaliyokuwa yamefichwa na kope yalidondoka. Alisha kumwangalia Hamza na muonekano wa hofu. Samahani, nisamehe sana, sikutaka kuumiza. Sikujua kilichotokea. Hamza mara baada ya kuona mwanamke wake ameamka alikuwa na furaha, lakini mara baada ya kusikia maneno hayo alijikuta kishangaa. Unaongea nini mke wangu? Ni saa ngapi ulipotaka kuniumiza? Yale kutokea ni makosa ya mimi kutokukulinda vizuri.
Regina alishia kuangalia mazingira kwa namna ya kusita sana, na mara baada ya kugundua alikuwa wodini, alishia kufikiria kidogo na kisha akasema kumbe ni ndoto. Mke wangu bwana, yani hadi unaniomba msamaha kwenye ndoto? Aliongea Hamza akimshika Regina mashavu. Regina alishia tu kuonyesha mawazo yasiyoelezeka anawaza nini, na kisha akauliza kwamba Habi, naona umepona, lakini vipi kuhusu Frederick? Nini kimetokea? Hamza akasema ngoja kwanza nikumiminie maji na kisha nitakueleza kilichotokea. Vipi, hujisikii njaa? Regina akasema nataka kunywa tu maji, sina hamu ya kula. Hamza alishia kumiminia maji kwenye glasi, na mara baada ya kumpa alianza kumuelezea kwa ufupi juu ya kile kilichotokea. Mbona hatari? Mimi sijui kuamini sana masuala ya urithi wa damu. Ile inaonekana hiyo ya ukoo wenu ina nguvu sana. Frederick naona kabisa hakutarajia kama utaweza kushinda vita. Aliongea Regina bado akionyesha hali ya hofu. Hiyo ni kwa sababu nilikuwa sina jinsi. Ila ni heri nisiwe na hii damu. Regina muda huo macho yake mazuri alicheza. Habi, kama nikikwambia kama niliota kila kitu kilichotokea leo, unaweza kuniamini? Kipi ambacho umeota? Mimi kupigana na Frederick au kuwa na wewe hapo hospitalini? Nimeota ile tukio la wewe kuchomwa na silaha. Aliongea Regina huku akishusha sauti na kuendelea. Ni kwamba tu sikujua kama mhusika atakuwa ni Frederick. Mke wangu, kwa hiyo unasema unaona yatakayotokea mbele? Sina hakika. Ila nadhani unajua kama nina hali ya kupoteza uhalisia wangu na kuwa kama mtu mwingine. Sasa baada ya kugusa kile kitabu kule bondeni, ni kama hali ile inanijia kwa namna tofauti zaidi. Ni kama kuna baadhi ya matukio ya uhalisia nayaona. Aliongea Regina huku akiwa na uso wa kushindwa hata kuelezea. Hamza alishia tu kuchezesha macho yake, na kisha alimshika Regina na kusema kwamba wife, hebu niangalie usoni. Regina alishia kuinua uso wake na kukutanisha macho yake na Hamza. Sababu ya wewe kuniomba msamaha ni kwa sababu kwenye ndoto zako ni wewe uliyekuwa ukinichoma na hiyo silaha, ama si ndio? Aliuliza Hamza akiwa serious. Regina alishia kuwa na wasiwasi, akatingisha kichwa kisha akasema ndio. Naomba niambie kweli. Ulisema muda ule kama kutengana kwetu kutanifanya kuwa hai. Upo tayari kwa hilo? Ni kwa sababu ulikuwa ukiamini kwenye hii ndoto yako? Kwa kuogopa siku za baadaye kuja kuniumiza kama unavyoota, si ndio? Regina alishakutingisha kichwa chake, lakini alionekana kusita, na kisha akatingisha kichwa huku kwa wakati mmoja akikunja sura. Nilikuwa na wasiwasi ndio, lakini naona ndoto ni ndoto tu. Isitoshe matukio mengi niliyokuwa nikiota ni kama sio mimi, na mengi hayana maelezo ya kutosha. Lakini nilianza kuwa na wasiwasi kwa sababu matukio mengi ni kama ni ya kweli. Mimi kubwa zaidi, naona kabisa kama tukiendelea kuwa pamoja kuna jambo tu lazima litatokea. Nipo tayari kukuona ukiendelea kuishi vizuri bila mimi kuliko kukuona ukiumia ukiwa na mimi. Mke wangu, hebu acha kuwa mjinga sawa? Huna sababu yoyote. Alafu itokee tu unataka nikunumiza. Kwanza ni kawaida kuota ukikutana na mtu anayefanana na wewe mwenyewe, lakini bado huwezi kusema ni wewe. Kwa sababu ni kama unavyosema, unachoota hakina maelezo ya kutosha. Kwangu mimi kutengana na wewe ndio moja ya jambo la kuumiza sana. Hivyo kwa namna yote siku zijazo usijifikiria kuniacha. Regina mara baada ya kusikia hivyo, kwa namna fulani alionekana kuguswa, lakini bado alikuwa na hali ya kusita. Lakini vipi kuhusu watu wa uungu wa kale na familia yako? Tumepitia mambo mengi sana magumu pamoja mama. Kuna haja gani ya kuwa na hofu? Regina mara baada ya kuona mwanamume huyo alikuwa kijiamini sana, alisha kutulia tu na kutingisha kichwa. Imetosha sasa mke wangu sawa? Ngoja nifanye hapa mchakato upate chakula. Hata kama huna njaa unapaswa kula kidogo. Hamza alishia kutabasamu na kisha alimshika kidogo kimahaba kichwani na kutoka wadini hapo kutafuta chakula. Na haikuchukua muda, alirudi na maziwa na baadhi ya vitafunwa. Regina mara baada ya kula kidogo, ari yake ilionekana kurudi kiasi. Hamza alimwambia Regina pia swala la Fiona kuja kumtembelea na mpango wake wa kuweka pingamizi juu ya ndoa hiyo.
Mara baada ya kuona ama kufahamu ya kwamba Fiona anakwenda kupingana na ndoa hiyo ili isiingilie mahusiano yake na Hamza, Regina alijikuta akipatwa na hisia zisizoeleweka usoni. Hata hivyo, Regi aliguswa na maamuzi ya Fiona yani yale ya kutokuwa na hatia, na Regina hakuona haja ya kumchukia. "Habi, kweli huna mpango kurudi kwenye familia yako?" aliuliza Regina. Alishindwa kabisa kujizuia kufikiria kuhusu hilo. Hamza uso wake kidogo ulionyesha hali ya kusinyaa. "Zamani hawakunitaka. Sasa hivi hawana watu wa kutosha ndio wanataka nirudi. Huoni kama ni ujinga huu? Lakini bado ibadilishe ukweli kama na msiba ni baba yako mzazi. Kwa namna yote usimletee sana vikwazo. Kipindi cha nyuma inawezekana alishindwa kukulinda, lakini alikuwa akikujali sana kwa namna yake, so hawezi kubadilisha chochote kwamba msiba ni baba yako mzazi. Hebu tuache kwanza kuongea kuhusu yeye. Kama umeshiba nitakuacha pumzike kwanza." "Habi, kwa nini unakwepa mada? Yanaweza kuwa maneno magumu kwako kusikia, lakini pengine afande msiba aliongea hivyo kwa ajili ya kutotaka tu kukuona ukiwa hatarini. Au wewe uone kama ni hataki ukiwa hatarini? Kuna haja kugombana naye kweli? Kunitoa hatarini?" Hivi anashindwaje kuongea vizuri sasa? Kwa nini kila anaponiona anaweka uso wa mbuzi kama vile yani kuna kitu anandai? Sitaki anze kuninyoshia kidole bwana kila ninachokifanya. Kama ameamua kunipotezea zamani, hana haki ya kunifundisha cha kufanya sasa hivi. Wewe na babako mnafanana mno. Hakika hakuna pingamizi, ni babako mzazi. Yaani wote mnaonekana kuwa na hasira za karibu, ndio maana yani hamuongeleshani vizuri. Yeye ndio hataki kuongea vizuri na mimi. Ndote ni mtu mwenye kujidai tu. Sasa mimi najuaje anachokifikiria?" anaongea Hamza. Regina alishia kumwangalia Hamza na kutingisha kichwa chake kwa kusikitika. "Yaani wewe ni kama mtoto tu. Sasa unakasirikia nini sasa?" Regina alishia kuona hana haja ya kuongea naye kuhusu mada, maana tayari alishaanza kumkasirisha kwa kumtetea msiba. Halafu haifo, ukifikiria kwa makini naona kabisa watu wa Umoja wa Damu Takatifu wako vizuri. Na pia watu wa Magedon wako vizuri. Mfano tu Fredrick ambaye awamu hii amekuja kunishambulia. Ni ngumu kusema kwamba amefanya maamuzi peke yake. Hata kama tukienda nje ya nchi, sidhani kama bado tutakuwa salama. Hivyo iwe ni upande wote, sina haja kukimbia zaidi ya kukabiliana na kila kitu. Nikishaweza kuuzima huu moja, intelijensia ya kitengo chako cha binamu, basi kitaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko mwanzo. Nadhani ni swala zuri la kufuatilia nyendo za Magedon, akijaribu kutuma nguvu yake nchini. Yaani kweli hakuna hakika kama kushambuliwa na Fredrick ni msimamo wa umoja wote au la. Hivyo kama ni wa umoja, kwenda nje utakuwa tarini zaidi. Lakini kwa vyovyote vile hisia zangu zinaniambia mama yako hausiki. Vinginevyo swala la umoja wa Utatu Mweusi lisingeisha kimya namna ile. Yaani hata kama usiki moja kwa moja, ila bado ana ushirikiano nao. Aliongea Hamza huku akijichekea mwenyewe tu. Lakini ni kweli ndio maana walipendana. Kuona tu kwamba wote hawanipendi mpaka kutaka nife. Unajua inashangaza. Hivi yani ni kwa kiasi gani wananichukia yani? Regina alijikuta akiwa na hali ya huzuni kwa ajili ya Hamza. Aliweza kuona wazi Hamza alitamani kutambuliwa na wazazi wake. Pengine walikuwa na magumu yao, ila kwa Hamza ilionekana ni maumivu makubwa. Hata kama hawataki kukutambua Habi, bado hauko mwenyewe, usiwe hivi tena. Mimi na wewe tutakuwa pamoja kwa kila kitu. Najua siku mwenyewe. Nafahamu sana. Ila nataka kuwathibitishia kuniacha kwao sio kwa sababu sikutosha kwao, lakini ni kwa sababu wao wenyewe ndio hawakutosha. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Regina alishakumwangalia tu Hamza akiwa na tabasamu, na kisha akasema kwamba una haja hata kumthibitishia yote kwa sababu kwenye macho yangu tayari unajitosheleza. Hamza alishakumwangalia mwanamke huyo na tabasamu la uchokozi. Mpenzi, una uhakika najitosheleza? Maana bado sijawahi kuonyesha uwezo wangu wote. Uwezo gani? Hamza alishia kucheka kihuni na pale pale alisogea na kumkumbatia Regina. Huku akimbusu mara kadhaa. Hamza hajaonyesha uwezo wake wote. Kuna sehemu bado pamemisi.
So Regina alikuwa na wasiwasi na haraka sana alishia kumsukuma akasema, "We niache bwana, umekuwa kichaa. Wewe tupo hospitalini hapa. Habu sio hivyo bwana." Basi Kareji kalimbembeleza maana aliona Hamza linaweza likalianzisha hapo. So Hamza alishia kusimama kwa furaha akimwachia Reji akasema kwamba wewe subiri tu. Ili swala hili halijaisha bado. Nitakuonyesha ni kwa namna gani na uwezo mkubwa. Basi muda ule Hamza alipokuwa akitamani kuendelea kucheza na mke wake, mara alihisi msisimko wa mtu anayemjua kusogelea mlango. Hamza alikuwa na jinsi na alishia tu kusogea mlangoni na kufungua. Haikuchukua muda mrefu, Nyakasura aliyekuwa amevaa gauni jekundu kama kawaida yake alijionyesha mbele yake. Hamza akauliza kwamba, "Afande Nyakasura, unanitafuta?" Nyakasura akasema, "Hebu acha ujinga bwana. Unaona mimi naweza kuja hapa bila sababu?" Aliongea Nyakasura huku akimshusha Hamza na kumpandisha. Hamza alishia tu kutoa tabasamu la uchungu huku akijiambia huwa ni ngumu sana kuongea kawaida na huyu mwanamke. Nyakasura alishia tu kuingiza kichwa na kumwangalia Reji aliyekuwa kitandani na kisha akasema kwamba, "Naomba kumwazimu huyu mwanaume wako kama utojali." Reji akasema, "Huna haja ya kuniomba. Mume wangu hayupo chini ya utawala wa mke wake." Nyakasura akasema kwamba, kumbe sijawahi kujua hilo." Aliongea hivyo Nyakasura kisha akamgeukia Hamza akasema kwamba, "Wewe, hebu twende nje bwana. Kuna swala hapa nataka kuthibitisha kutoka kwako." Hamza uso wake ulishia kuwa na hali isiyoelezeka na kujiambia, "Kwani hivi watu wanamuona kama vile ni mwanaume anayetawaliwa na mke wake ama?" Alisha tu kugeuka na kumwangalia Regina anatoka kwa muda na kisha alimfuata Nyakasura kutoka nje ya hospitali hiyo. Mara tu baada ya kutoka nje ya hospitali hiyo, miguu ya Nyakasura ilionyesha kama vile inapeperushwa na upepo na mwili wake ulifyatuka kama mshale. Kwa sauti iliyojaa mwangwi kutokana na kuwa angani, akasema, "Nifuate." Hamza alishia tu kushangaa na kujiuliza huyu mwanamke ana mpango gani, lakini haraka alipiga hatua na kuanza kumfuata. Ni muda mfupi tu waliweza kutoka nje kabisa eneo la mjini na kufika katika eneo la wazi mbali na makao makuu ya jeshi. Eneo hilo halikuwa na majani mengi. Ilikuwa ni kama vile ni eneo lililokuwa na ukame mkali. "Bi Nyakasura, kwa nini umenileta mpaka huku?" "Nimesikia kutoka kwa Simba umepigana na Fredrick na silaha yake ya kishetani. Mtu wa daraja la 14 kwenye nguvu ya Magedon na kutaka kumuua, ni kweli?" "Aliokolewa na jicho la tai ndio maana akaweza kukimbia," alijibu Hamza. Nyakasura mara tu baada ya kusikia jambo hilo, macho yake yalionyesha hali ya kutokukubali kabisa. Alishia kukunja mikono yake na kisha kama mtu anayejisemesha mwenyewe alisikika akisema kwamba, "Kwa nini? Unamaanisha nini? Yaani kwa nini unapanda level haraka kunizidi? Au ni kwa sababu damu yako ina nguvu kuliko ya kwangu? Yaani kwa nini mjinga kama wewe tu kuwa na mtazamo mkubwa kuliko wa kwangu?" "Nyakasura, kwa nini una hasira sana kiasi hicho kwangu? Isitoshe sio kama mimi nashindana na wewe. Halafu mimi sio mjinga. Kimantiki katika swala zima la mazoezi ninajitahidi sana." "Kujitahidi kwa afya yako. Lazima tu utakuwa na bahati tu. Mimi ndio Phoenix Girl. Nimekuwa nikifanya bidii ya mazoezi tokea baada ya baraza la Maxi. Kwa nini bado tu nashindwa kukupita? Alafu tunasema hapa kujitahidi huko kupi?" "Nyo." Aliongea Nyakasura akionekana kutokuridhika kabisa. Hamza alijikuta kishindwa cha kuongea. Ilionekana wazi msichana huyo alikuwa akijitahidi kadri ya uwezo wake kumshinda, jambo ambalo lilimpa wakati mgumu. "Unajua sio wewe peke yako mwenye juhudi. Hata mimi pia na juhudi." "Sasa kesho baada ya kikao pengine tunaweza kupigana na hao watu wa kanisa la damu mtakatifu na hata watu wa Umoja Magedon Shakyamon. Ingawa jeshi litatoa wataalamu kwa ajili ya operation, lakini wazee wa uungu wa kale hawatojitokeza. Kwa maneno mengine, sisi ndio tutakao kwenda kukabiliana na watu wa Umoja wa juu kama Demon Sword na Hawkeye." Kumbe. Kwa hiyo kumbe jeshi linatuma watu wake pekee. Nilijua watu wa uungu wa kale watahusika pia. Wewe ni mjinga nini? Jeshini kuna makomando ambao wana uwezo mkubwa tu bila urithi wa damu. Kwa nini wahusike ikiwa bado waliopo hawajashindwa? Isitoshe pia kuna wanajeshi wengi ambao wamehitimu mafunzo ya ziada ila hawana uzoefu wa vita ya moja kwa moja. Hivyo hii ni fursa kwao pia. Kumbe. Lakini hata hivyo sidhani kulikuwa na haja ya kunileta kote huko kwa ajili ya kuniambia hivyo tu, si ndio? Na kuambia hivyo kwa sababu kuna kitu nataka kuthibitisha kutoka kwako. Kitu gani?
Nataka kujua uwezo wangu halisi ulivyo, ili hata nikikutana na mtu kama Frederick nijue na uwezo wa kumuua au la. Aliongea Nyakasura kwa muonekano ulio serious. Hamza pale pale aliweza kuelewa Nyakasura alimleta mpaka hapo kwa ajili ya kujaribisha uwezo wake kwa namna ya kupigana. Hamza mara baada ya kusikia pendekezo hilo hakuwa na hiana kabisa. Isitoshe alitaka kujua uwezo aliokuwa nao Nyakasura. Basi Hamza akasema okay, tunaweza kufanya hivyo. Nyakasura akasema unapaswa kujidhibiti vizuri na kutumia uwezo wako wote, maana pia na kwenda kutumia nguvu zangu zote kukushambulia, alisema Nyakasura, macho yake yakizidi kuwa ya ukatili. Mara tu baada ya kuchezesha vidole vyake, alifunikwa na nguvu kubwa za nishati za mbingu na ardhi. Kisha pale pale akatamka neno la kwamba damu mlipuko. Bila kusita hata kidogo, Nyakasura alianza kunena maneno ya andiko la ufunuo wa mbingu ya 9 ili kuulipua mwili wake. Ni yeye tu katika ukoo wake aliweza kufikia upeo huo. Hii ni kwa sababu pale damu inapoamka huwa kama mafuta ya petroli ambayo hulipuka mara baada ya kugusana na nishati za mbingu na ardhi. Hiyo ndio maana aliweza kuhimili shambulizi lile la usheku kule kambi ya nyumbani tu. Mara baada ya nishati ya mbingu na ardhi kuvaa mkono wake, ilitokea miale iliyosambaa mwili mzima na kuongezeka kwa kasi. Nywele zake ambazo zilionekana za kawaida zilibadilika rangi ghafla na kuwa nyeupe, jambo lilomfanya kuonekana kama kiumbe mwenye hadhi kubwa. Wakati huo miale ile ilijikusanya mgongoni na kushika umbo la kama mbawa za mbayuwayo hivi, ikamfyatua Nyakasura kuelekea angani. Chini Hamza aliweza kuona kabisa mawe yaliyokuwa karibu na Nyakasura yakiyeyuka. Hata hivyo jambo hilo halikumshangaza sana. Nyakasura alionekana kuwa na nguvu kubwa kuliko mwanzo. Miale ya moto wake wa Phoenix ilikuwa na joto kali mno, huku nguvu yake ikizidi kuongezeka. Kwa kupima tu spidi ya kuyeyuka kwa yale mawe, uwezo wake ulikuwa dhahiri kabisa. Lakini licha ya yote hayo, Hamza hakuona haja ya kutumia uwezo wake wote. Nyakasura akiwa angani alimtazama Hamza kwa ukunje uso. Aliuliza ya kwamba hautumii ile mbinu yako? Hamza alitabasamu tu, akielewa msichana huyo alichomaanisha. Alikuwa akilenga Hamza kutumia mbinu yake ile ya mgawanyiko. Hamza akasema naona kama haina haja. Nyakasura alijihisi kama alikuwa akidharauliwa, jambo lilomfanya kuwa na hasira zaidi. Nyakasura akasema kama ni hivyo usije kunilaumu nikikuunguza. Hamza alicheka akasema usiwe na wasiwasi, ngozi yangu ni ngumu mno, siwezi kuungua kwa haraka. Basi Nyakasura alisonya tu. Kisha pale pale alinyosha mkono wake. Vitu kama vitone vya moto vilianza kujikusanya mkononi mwake. Mara moja vidoti vile vilijikusanya na kuwa moto mkubwa uliokuwa ukizunguka kama kimbunga. Hali hiyo ilisababisha mpaka katikati kutengeneza kama shimo hivi. Pale pale katikati ya eneo lile kama ua linavyochanua, ilitokea miale yenye rangi iliyokolea zaidi, tofauti na ile ya mwanzo. Nyakasura akasema kwamba hii ndio mbinu yangu kubwa niliyogundua hivi karibuni. Naweza kuitumia kwa kuunguza damu yangu pekee. Mara baada ya kusema hivyo, miale ya umbo la mbawa ilicheza na kumsukuma Nyakasura kama njiwa kuelekea alipo Hamza. Basi Nyakasura akasema kwamba mlio wa silaha yungi. Alionekana kana kwamba moto wake umeanza kujitawanyisha. Kimbunga cha moto kilichokuwa mkononi mwake kilitawanyika. Kila miale ikatengeneza maumbo ya maua ya yungi yaliyomdondokea Hamza. Mara baada ya moto huo wa maua kumdondokea Hamza, mwili wake wote ulizingirwa na moto. Muda huo aliweza kusikia sauti ya kuumiza masikio, mlio kama wa ndege ukimsogelea. Hamza aliinua uso wake na kuona shambulizi jingine la moto katika umbo la silaha. Mara moja alitambua kuwa shambulizi hilo halipaswi kuchukuliwa kawaida hata kidogo. Kwa kuwa hakutaka kugawanyika, alitoa silaha ile ya kuzima moto aliyotumia aliposhambuliana na usheku. Hamza mara baada ya kushika silaha ile, alijifyatua kwa ustadi na kufyeka hewani. Shambulizi lake lilibeba nguvu kubwa lililoelekea moja kwa moja kwenye shambulizi la Nyakasura. Nguvu ya Hamza ilipokutana na moto Nyakasura, ilikuwa ni kama maji hewani yaliyoyazima moto ule mara moja.
Wakati huo mlipuko mkubwa ulitokea kutokana na nguvu hizo mbili kugongana. Sasa mara baada ya mlipuko huo, nguvu zilisambaratika na kutengeneza pressure iliyoenea juu na chini, ikasababisha hata maporomoko ya mawe. Nyakasura alijikuta akirudi nyuma, akitumia mbawa zake kujituliza angani, huku akimwangalia Hamza kwa macho yasiyoelezeka. Hamza upande wake alitabasamu tu, huku akimwangalia Nyakasura na kusema kwamba Nyakasura, naona hakuna aliyeshinda ise. Vipi, tunapaswa kuendelea? Nyakasura akauliza, huo sio upanga uzimao moto? Macho yake yalionyesha mshangao mkubwa sana. Ndio, kama isingekuwa kwa Hisla, isingekuwa rahisi kushindana na shambulizi lako. Kwa hiyo unasema hata kama usingekuwa na hiyo silaha, nisingekufanya chochote? Ukweli ni kwamba usijali sana kuhusu hili swala. Katika watu wengi wa umri wako, wewe ni tofauti kabisa. Huna haja ya kunisifia hata kama usingesema chochote. Najua uwezo wangu ulivyo, na mimi siwezi kupoteza kujiamini kwangu kwa sababu ya hili. Ni swala la muda tu, nitakuja kukupita. Aliongea Nyakasura. Hamza itabasamu tu. Aliweza kuona wazi kuwa Nyakasura hakuwa mtu wa kukubali kushindwa. Tabia yake ilifanana na ya Regina pamoja na Yulia. Nyakasura akauliza kwamba hiyo silaha yako imepotelea wapi? Kwa nini inatokea na kupotea kusikojulikana? Hamza hakutaka kuambia watu wengi kuhusu pete yake ya silaha. Ilikuwa ni kitu muhimu sana kwake, na kama singekuwa makini ingeweza kumuingiza kwenye matatizo. Kama utaki kunijibu, potezea tu. Naamini ni mbinu za kimazingaombwe tu, alisema hivyo Nyakasura akinyanyua mdomo baada ya kuona Hamza hakutaka kujibu. Hamza hakujali sana msichana huyo na alichokuwa akifikiria. Nyakasura alishia kuzima damu yake na nishati za mbingu na ardhi, akarudi katika hali yake ya kawaida. Mara aliposhuka chini, alimuuliza Hamza swali ya kwamba, unadhani kwa uwezo niliokuwa nao sasa naweza kumshinda Fredrick na silaha yake ya kishetani? Kama utakutana Fredrick kwa moto wako huu, unaweza kumzuru mno. Lakini silaha ya Fredrick haina tu uwezo wa kushambulia, inaweza pia kupofusha akili na kukufanya usifikirie sawa sawa. Hivyo mkishindana, muhimu zaidi ni kama una uwezo wa kupambana na nguvu zake za kiroho katika kujaribu kutawala akili yako. Yaani kwa lugha nyingine unasema kwamba ni ngumu kumshinda. Hamza alitingisha kichwa, lakini Nyakasura hakujali sana. Ilikuwa ni kana kwamba alitarajia. Sasa kama ni hivyo, wewe umewezaje kushindana na nguvu zake za kiroho asitawale akili yako? Huna nishati zozote za mbingu na ardhi, maana yake hujafanya mafunzo yoyote ya kuamsha nguvu zako za kiroho. Yaani umewezaje? Hamza alisita kwa muda kabla ya kujibu, lakini aliona haina shida kumwambia Nyakasura ukweli. Pale pale alimueleza kitendo chake cha kulazimisha nguvu ya urithi wa damu yake kuingia kwenye ubongo ili kuupa nguvu mara mbili zaidi. Mara baada ya Nyakasura kusikia hivyo, alibaki mdomo wazi kwa mshangao. Hamza baada ya kuona mabadiliko hayo ya msichana alijiuliza, je, ni kwa sababu alifanya jambo hatari mno ama? Nyakasura, kwa nini unaniangalia namna hiyo? Unajua unanifanya napatwa na wasiwasi. Wewe ni kichaa sana. Hivi unataka kujiua? Aliongea Nyakasura kana kwamba hakuamini matendo ya Hamza kuwa ya kawaida. Kuna tatizo? Nilichokifanya kilikuwa ni hatari ama? Yaani ni zaidi ya ujinga. Sijawahi kusikia popote mtu akitumia nguvu ya urithi wa damu yake kuupa ubongo nguvu. Hivi nadhani ubongo ni kituo cha nishati za mwili? Hata kwenye kuvuna nishati kwa njia za kawaida, ukizidisha kiwango unaweza kufa. Sasa vipi kuhusu ubongo? Kama ungekosea kidogo, hata kama usingekufa, pengine ungebadilika kuwa kichaa. Kwa ufupi, umefanya kitu cha kurupuka sana. Ndio maana mimi sijasikia hata watu waliotutangulia kujaribu kufanya kitu kama hicho. Ni ngumu kudhibiti kiasi kinachopaswa kuingia ubongoni. Kweli ilikuwa ni jaribio hatari sana kwangu pia. Nilipofanya hivyo mimi nilihisi kana kwamba ni ubongo wangu unataka kusambaratika kwa maumivu. Lakini kwa bahati nzuri niliweza kuvumilia. Nyakasura alimtazama Hamza kana kwamba alikuwa akiangaliana na mnyama, kisha akatikisa kichwa chake kwa masikitiko. Yaani nadhani mbinu ya upekee ya mafunzo yako ndio ilikupa faida ya kufanikiwa. Pengine ukujua, labda kwa mbinu hiyo ubongo wako pia uliweza kupata nguvu. Ndio maana hata baada ya kujingizia nguvu ile uliweza kuhimili. Hamza pia alikuwa akifikiria hivyo hivyo. Njia yake ya mafunzo ilikuwa ikijikita zaidi kwenye kuimarisha seli za mwili wake. Kama seli za mwili zilikuwa na nguvu, basi hata seli za ubongo zingekuwa imara zaidi. Kubwa zaidi, haikuwa mara yake ya kwanza kutumia damu yake kuimarisha seli za mwili. Kama zingekuwa dhaifu,
asingekuwa ameweza kuhimili nguvu ile. Hivyo kwa namna ambayo hakuelewa kikamilifu, mafunzo yake yalikuwa pia yameimarisha seli za ubongo wake. Ndio maana aliweza kuhimili nguvu ya urithi wa damu yake. Basi Nyakasura akasema ya kwamba kwa hiyo uliuamrisha ubongo wako kuwa na uwezo mkubwa zaidi na kuweza kuhimili nguvu ya kiroho ya Frederick, kuondoa ukungu aliokuingizia. Lakini kama ni hivyo, usiniambie tayari umeingia katika level ya damu chafu. Hamza kusikia hivyo alishangaa na kuchanganyikiwa kwa wakati mmoja. Unamaanisha nini kusema damu chafu? Inamaanisha ujui kwamba kuamka kwa damu ya urithi wenu kunaendana na hatua, Afande Simba hajakwambia? Haiwezekani hajawahi kuzungumza ese. Hata kama mvuke wa njano unaotoa haugusiki, lakini ni ushahidi tosha kwamba damu yako imeamka. Aliongea Nyakasura. Hamza alijiambia moyoni kuwa hakuwa na mpango wa kurudi kwenye familia. Ikiwa hivyo, Simba angepata wapi muda wa kumweleza kuhusu hatua za kuamsha damu yake? Sijaongea naye sana kuhusu masuala ya damu. Hata hivyo nimekuwa na shauku kubwa. Kama unajua, kwa nini usinielezee kidogo? Mimi naweza kukupatia tu maelezo ya juu kuhusu hili. Istoshe, mimi sio mtu wa familia yenu, hivyo hata uelewa wangu sio ndani. Ila kwa kurahisisha tu, kuamka kwa urithi wa damu kunatokea kwa asilimia fulani tu na sio mchakato kamili. Chukulia mfano mimi na Priscilla. Mara baada ya Priscilla kutajwa, Hamza alijikuta wazo jipya likimjia na macho yake yakichanua. Sio hivyo tu, hata Nyakasura pia alikumbuka kitu alichokuwa amesahau. Wewe na Priscilla? Uso Nyakasura ulifubaa mara moja baada ya kugundua kwamba swala hilo lilikuwa zito. Hamza naye baada ya kufikiria akasema kwamba kama usingemtaja Priscilla, ningekuwa nimeshasahau kabisa kuhusu hili. Ila sasa nimekumbuka. Kama sherehe inazuia watu wa koo mbili walioamsha damu zao kuoana, itakuwaje kuhusu uhusiano wangu na Priscilla? Ni sahihi kuelewa hivyo, kwa sababu kama ikitokea Priscilla kubeba ujauzito wako, basi mtoto atakayezaliwa atakuwa na mchanganyiko wa damu. Kwa hiyo unachosema ni kwamba damu za urithi haziwezi kuchanganyika, si ndio? Kama ni hivyo, unamaanisha mtoto atakayezaliwa anaweza kuwa na matatizo? Mimi sijui chochote, lakini hiyo ndio sheria. Maana yake swala hili halijawahi kutokea. Hivyo mimi sijafuatilia. Hata hivyo, huruhusiwi kabisa kujihusisha na Priscilla kuanzia sasa. Ni hatari kwako na kwake pia. Aliongea Nyakasura kwa hasira. Sasa Hamza hakutaka kumkasirisha mwanamke huyo, hivyo alishia kumpa ishara ya kutuliza jazba. Okay, tuachane hilo kwanza. Kwa hiyo umesema kwamba kuamka kwa damu ni mchakato wa hatua. Ulikuwa ukimaanisha nini? Ni kwamba mfano nikijielezea mimi na Priscilla, sisi ndio pekee ambao damu zetu zimeamka. Kwa hiyo pale zinapokutana nishati za mbingu na ardhi, damu yetu inageuka kama mafuta ya petroli na kuwaka moto. Lakini urithi huu wa damu upo kwa ukoo mzima, kwa sababu wengi damu yao haijaamka. Hata wakijifunza nishati za mbingu na ardhi kwa kiwango kikubwa, wakiziunganisha na damu zao, bado hawapati mlipuko wa moto kama sisi. Hii haipo kwetu tu, bali ipo pia katika aina nyingine za urithi wa damu. Lakini hii ni tofauti kwa upande wa damu yenu. Utofauti wa kwamba ni hakuna kipimo cha kujua damu imeamka wakati wa kuzaliwa ama? Ndio, aina nyingine zote za urithi wa damu zina hatua za kutambua kama damu imeamka au haijaamka. Hata kama mtoto mdogo anapozaliwa, lakini upande wenu hakuna mbinu yoyote ya kugundua hilo. Yaani ni mpaka mfanye mafunzo ya nishati pamoja na kuimarisha miili yenu. Ndipo ikitokea bahati, yeyote anaweza kuvuka hatua ya chini kabisa, hatua ya nyoka mweusi. Nyoka mweusi? Unamaanisha nini kusema nyoka mweusi? Ni jina la utani tu ambalo linajulikana sana ndani ya familia yako. Hutumika kuelezea watu wa kawaida kabisa. Katika ukoo wenu, mtoto anapozaliwa huwa katika daraja la sleeping lions. Hamza baada ya kusikia kauli hiyo aliweza kuelewa mara moja. Ilikuwa ni sahihi kuelezea watu ambao damu zao hazijaamka au mtoto mdogo kama hatua ya nyoka mweusi. Yaani ana damu ya urithi lakini hana hatari. Ni nyoka lakini hawezi kutema sumu. Kwa hiyo asilimia ya watu wa ukoo wenu ambao hawajaweza kuamsha damu zao huchukuliwa kuwa katika level ya nyoka mweusi. Sasa hatua ya pili ni wito wa damu. Hii ni hatua inayotokea kwa sababu ya kufanya mazoezi makali na mwili kuanza kuwa na nguvu sio kawaida. Hatua ya tatu ni ufunuo wa mwili na moyo. Hii ndio hatua hatari zaidi. Mara nyingi damu inapoingia hatua hii inampa mtu uwezo wa kupona haraka. Ni watu wachache sana katika ukoo wenu waliofikia hatua hii.
Herman yule ulie mlemaza yule alikuwa tayari amefikia hatua hii. Na kwa kulinganisha na umri wake anaonekana kuwa na uwezo mkubwa. Hatua ya 4 ndio hiyo ya damu chafu niliyokutajia mwanzo. Na kuna uwezekano umeifikia. Aliongea Nyakasura, muonekano wake ulizidi kuwa uzito. Inaitwa damu chafu kwa sababu kadri damu ya urithi inavyoamka inaua seli nyingine za kawaida. Lakini katika hatua hii damu yako inakuwa katika kiwango kikubwa cha mgawanyiko wa damu ya urithi na damu za kawaida. Ndio maana huitwa damu chafu. Seli za mwili na seli za urithi wako zipo katika uwiano. Katika hatua hii unaweza kuamsha uwezo mkuu zaidi wa mwili halisi wa joka simba. Mwili halisi wa joka simba. Hamza baada ya kusikia maelezo hayo, mwili wake ulisisimka. Alikumbuka wakati ule alipopitisha nguvu ya damu yake kwenye ubongo. Aliona kiumbe kilicho na mwili wa joka na simba kwa wakati mmoja. Yaani huu mwili halisi unakuaje? Nishakwambia mimi sio sehemu ya familia yako. Hivyo nitakuelezea tu juu. Mwili halisi haumaanishi mwili wa nyama, bali ni uhalisia wa muunganiko wa nafsi ya simba na joka. Katika hatua hii mhusika hushuhudia mwili halisi wa joka simba na kurithi nguvu yake ya kiroho yote. Yaani ni sana kusema ni level ya ushuhudiaji wa nguvu halisi ya damu yako. Na wewe mwenyewe ulisema ya kwamba mara baada ya kuingiza damu yako kwenye ubongo, uliweza kushuhudia ufunuo wa mwili halisi na kukinga uvamizi wa kiroho wa Frederick. Hivyo ndio maana nikajiuliza, labda umefikia level ya damu chafu, ndio maana ukaweza kushuhudia ufunuo huo na kupata nguvu kubwa ya kiroho. Sasa kama hatua ya damu chafu iko hivi, je, hatua zinazofuata inakuaje baada hapo? Ni kama nilivyosema, mimi sina uhakika kwa sababu ni siri za familia yenu. Ila mimi nachojua ni kwamba kuna hatua za pumzi ya moto, hatua ya pumzi ya barafu, hatua ya makucha na kuendelea. Aliongea Nyakasura kwa kubahatisha, lakini Hamza bado hakuridhika. Sasa kama ni hivyo, je, unafahamu ni level gani ya mafunzo jemadari amefikia? Mimi sina uelewa ni level gani jemadari amefikia. Lakini pengine ni kuamsha nafsi halisi ya joka simba. Hakuna mtu yote mwenye uwezo wa kumzidi yeye katika familia na historia kwa ujumla. Ukweli ni kwamba siri zote za familia yenu, kuanzia chanzo cha damu yenu na kuendelea, amezibeba jemadari. Hebu naomba unieleze basi kidogo kuhusu nafsi halisi ya joka simba, na je, historia yake ya nyuma ilianzia kwenye nini mpaka ikaitwa damu ya urithi wa joka simba? Hamza, nimesema sina ninachojua. Kwa nini unauliza maswali mengi hivyo, tena maswali yenyewe magumu? Mtafuta afande Simba umuulize, anajua siri nyingi sana za familia yule. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba wewe ni wa kipekee kabisa. Pengine unaweza kubadilisha mtazamo halisi wa mafunzo ya kuamsha damu yenu, kwa sababu wenzako wote kama Herman alifundishwa hatua kwa hatua namna ya kufanikisha jambo fulani, lakini upande wako ulijifundisha mwenyewe. Hii maana yake njia zako ni tofauti, na kulingana na speed yako ya kupanda level, basi mbinu yako inaweza kuwa bora zaidi. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo alishia kuinamisha kichwa chake chini tu. Vipi, uamini maneno yangu Mimi nakwambia uko vizuri. Najua maneno yako sio ya kinafiki, lakini hata hivyo hicho sio ninachotaka. Nini unachotaka sasa? Namaanisha hata mimi pia nilitamani kuwa kama sehemu ya wanafamilia ambao wanapewa mwongozo wa namna kujifunza, kuliko mbinu ambayo nimepitia inayohatarisha uhai wangu. Mara baada ya Nyakasura kusikia hivyo, kidogo moyo wake ulifurukuta. Alitamani kumfariji Hamza kwa namna fulani, lakini hakujua pa kuanzia. Ilikuwa sahihi kwamba mafanikio ya Hamza yalitokana na juhudi zake mwenyewe, juhudi kubwa sana. Pengine kama angepokea mafunzo rasmi, asingetumia juhudi zote hizo. Lakini kwa sababu ya kutelekezwa, kwa sababu ya kutokuwa na jinsi katika hali ya hatarishi, alijikuta hana namna ila kutumia uwezo wake wote uliomfikisha katika level hiyo. Yaani ni sana kusema kwamba kama angezaliwa upya, je, angekubali kupitia njia aliyopita tena au kuchagua mafundisho ya kufundishwa kwa njia rasmi? Ilikuwa ni swali gumu kujibu. Unajua katika mafunzo ya nishati, kinachomfanya mtu kuwa na nguvu sio kufundishwa njia za kupita, bali ni njia nyingine anazojitengenezea kumfikisha safari anayokwenda haraka sana. Hivyo nadhani kwa nini licha ya mwongozo wa jemadari katika miaka yake yote ya kuishi hakuna aliyeweza hata kumkaribia uwezo wake? Kwa sababu kilichomfanya jemadari sio lazima kiwafae wengine. Safi sana. Unadhani ni ukoo wa mzee tu ndio wenye urithi wa damu? Chukulia mfano familia ya Mzee Mbale. Pia wana urithi unaofanana na wa kwenu.
Lakini kwa nini mpaka leo hii hakuna mwenye nguvu wala kuonyesha dalili ya kuamsha damu? Hii ni kwa sababu miili inabadilika kutokana na nyakati. Wakati wa jemadari alipoanza kujifunza, mazingira pengine ndio yaliyompa upeo wa kufikia alipo. Lakini njia alizopita haziwezi kuwa na matokeo yale yale katika nyakati za sasa. Ndio maana njia zako ni za kisasa zaidi na zinaweza kuwa za mkato zaidi. Hivyo pengine njia uliyopitia sio tu kwa bahati mbaya, pengine kama ungejifunza njia za jemadari usingekuwa kabisa na uwezo, lakini kupitia mazingira ndio maana umekuwa wa kipekee. Nikwambie tu kitu Hamza, katika familia yenu mfano Simba amekuwa na juhudi kubwa sana za mafunzo. Hivyo hivyo kwa Musiba pia. Lakini kwa nini bado hana nguvu kubwa? Hamza mara baada ya kufikiria aliweza kuona Nyakasura alikuwa sahihi. Pengine yeye ni zao la mazingira. Pengine alizaliwa kupitia yale aliyopaswa kupitia. Na kama ni hivyo, kwa nini sasa alaumu yale ambayo hatima tayari ilimpangia? Ndio maana licha ya kupitia magumu bado aliweza kuwa hai mpaka wakati huo. Nyakasura, asante sana kwa kuondoa fundo kwenye moyo wangu. Alongevo Hamza akionyesha heshima kabisa na kumfanya Kasura kubadilika kisia kidogo. Ukweli ni kwamba mimi nakubali sana tu. Katika watu wote wanaojifunza mafunzo ya nishati, mimi nimetokea kubali sana. Tena nimetokea kubali watu wawili tu na kati yao ni wewe. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu uwezo wangu ni mkubwa kuzidi. Hebu acha majigambo. Hivi unadhani mimi na miaka mingapi sasa hivi? Unaweza kuwa ulikuwa umenizidi sasa. Lakini miaka ijayo nikiwa katika umri wako, nitakuwa na uwezo mkubwa kuzidi. Afu sitoshe. Damu naweza nikasema ndio kigezo kikubwa ambacho kinaweza kutofautisha yani kati ya mwenye nguvu na dhaifu. Hivyo urithi wa damu yetu hauwezi kuwa na nguvu zaidi kuzidi wenu. Wewe mtazamo wako unaokufanya kuwa na spidi ni kwa sababu tokea mdogo ulikuwa peke yako, ukijitegemea mwenyewe ndio maana. Lakini bado haiondoi kweli kwamba naweza kukuzidi pia. Lakini mimi ni mwanaume, wewe ni msichana. Kwa hiyo unadharau kwa sababu ya kuwa msichana ama? Hapana, usije kunielewa vibaya. Sijamaanisha hivyo. Aliongea Hamza kujitetea, lakini bado alikumbuka swali muhimu la kuuliza. Umesema kwamba katika wanaojifunza unakubali watu wawili katika umri wetu. Huyo mwingine unayemzungumzia nani? Hamza alijua fika mtu yote ambaye anaweza kuingia katika akili ya Nyakasura lazima atakuwa na uwezo mkubwa. Hivyo alijikuta akijao na shauku ya kutaka kumjua mwenzake ni nani. Nyakasura mara baada ya kuulizwa swali hilo aliishia kuonyesha hali fulani hivi ya kutotaka kujibu. Ila akasema ya kwamba kuna mtu mmoja pekee ndani ya familia yenu. Pengine hujawahi kumuona lakini umemuona baba yake. Nani huyo? Jina lake ni Shaibui, mtoto wa Mjema. Aliongea Nyakasura. Hamza pale pale alikumbuka Mjema alikuwa ni ule mjomba wake Herman. Nadhani wote mnamkumbuka. Herman alikuwa na jazo kiburi na Mjema kwa alikumbuka ni ule mjomba wake Herman. Hivyo kwa maana hiyo Shaibu ni binamu yake Herman. Huyu Shaibu ana kitu gani cha kumfanya mkubali? Huyu bwana ni mtu ambaye anaabudu katika mafunzo ya mapigano. Na kutokana na kuhitaji kuwa na nguvu, yupo tayari kufanya chochote. Hakuna mtu yote ndani ya familia yake anayeweza kujua ni kitu gani anawaza. Mtazamo wake ni tofauti sana na wengine wote. Nakumbuka nilipigana naye nikiwa na umri wa miaka 10 na alinishinda. Baada ya hapo sikuwahi kumuona tena. Lakini kwa nilichosikia amekuwa akijifunza mafunzo ya nishati kwa miaka yote akiwa mafichoni. Hana matamanio na kitu kingine. Yaani hata watu wa familia yake wengi kumuona ni adimu sana. Kwa sasa nina shauku ya kutaka kujua ni level gani amefikia. Yaani mtu unamkubali kwa sababu alikushinda ulipokuwa na miaka 10. Sidhani kama atakuwa anakufikia sasa hivi. Wewe naona uelewi wewe. Sijui ni level gani hata amefikia, lakini ni lazima amepiga hatua kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa wa akili. Aliongea Nyakasura akiwa na muonekano uliojaa ujasiri. Hamza hakutegemea kama Nyakasura angekuwa na msimamo huo wa kumuelezea hayo ama kumuelezea huyo bwana anaitwa Shaibu. Alijiambia inaonekana huyo bwana ana uwezo. Wawili hao walijikuta wakiwa kimya kwa muda na pale pale Nyakasura akasema kwamba mimi narudi zangu. Kesho saa 3 kamili kikao kinakwenda kuanza, kwa hiyo usisahau.
Basi mara baada ya kuongea hivyo, pale pale Nyakasura alipotea eneo hilo kuelekea upande wa makao ya jeshi. Hamza hakuwa na haraka kuondoka. Badala yake alipanda juu ya jiwe katika eneo hilo la mwinuko huku akipepewa na upepo mkali. Mambo ambayo Nyakasura aliongea naye siku hiyo yalifanya moyo wake kupata uwazi na kumfanya kujisikia vizuri zaidi. Hamza alijikuta akinamisha kichwa chake huku akikunja ngumi kwa wakati mmoja na kisha kujisemea kwamba aisee, utu wa kipekee. Hamza alikaa pale pale juu ya jiwe. Akakunja miguu yake na kuanza kufanya tafakari. Kwa sababu alijua Regina alikuwa salama. Aliona si vibaya kutumia muda huo kufanya mazoezi. Lakini bado alihisi uwezo wake ni mdogo sana kulinda watu wote, hasa watu wake. Isitoshe, bado alionekana kutokuwa na madaraja mengi aliyofikia. Lakini pia alikuwa kwenye mudi nzuri ya kuendeleza mazoezi. Hamza wakati akiwa na tafakari, mara akajikuta akiingiwa na mshangao wa mawazo yake. Kauli aliyoitamka, japo haikuwa na maana kubwa, ilimpa wazo lingine la ufahamu kuhusu mbinu yake ya silaha ya kusudi. Kusudi la kwangu, hivyo nguvu yake inapaswa kuwa ya kipekee. Hamza alijikuta akiongea mwenyewe na pale pale bila kujielewa akagusa ile pete ya silaha kidoleni mwake. Akiwa amefumba macho yake, alijaribu kuamsha nguvu zake za kiroho ili kuwasiliana na pete hiyo. Wakati wa kufanya hivyo, ni kama vile mwanga ulipita kwenye fahamu zake. Pale pale fahamu zake ziliingia katika ulimwengu mwingine uliojaa silaha tupu. Hamza aliweza kushuhudia mlima ndani ya ulimwengu huo. Ukilinganisha na mara ya mwisho, mlima huo ulionekana kuwa karibu zaidi. Ni kama vile alikuwa akitembea katika ulimwengu huo pasipo yeye mwenyewe kujua. Aliweza kushuhudia silaha nyingi sana, nyingi kiasi cha kumfanya hata kichwa kuuma alipokuwa akizitambua. Sasa muda huo Hamza pale pale aligundua katika sehemu ya mteremko aliweza kuona silaha iliyokuwa tofauti na zote. Mara baada ya kuiona ni kama alifahamu. Sasa Hamza kuona silaha ile, pale pale alijikuta akitembea kuisogelea huku akiwa na nia ya kuishika. Lakini ile anapopeleka mkono kushika silaha ile, pale pale ikapotea mbele yake kana kwamba imeenda mbali zaidi. Hamza aliangalia uelekeo wa silaha hiyo na pale pale akaiona ikiwa juu ya kilele cha mlima, ikiwa pamoja na silaha nyingine nyingi tu zilizokuwa ziking'aa. Alijikuta akijawa na shauku ya kuzisogelea. Lakini hata hivyo ni kama alikuwa akivutwa miguu kwenda chini na kushindwa kabisa kupanda mlima huo. Hamza alipoona miguu yake imefungwa na kumzuia kutembea, pale pale alitumia nguvu kulazimisha kusonga, lakini pete ikaanza kukataa kitendo chake. Ni kama vile picha iliyokuwa mbele ya macho yake ilipotea ghafla na Hamza akarudi katika hali ya uhalisia akiwa na jasho jingi usoni. Kitendo cha pete kumkataa na kumrudisha kwenye uhalisia kilimfanya Hamza kuingiwa na wazo jingine. Ajikuta akiangalia pete hiyo na pale pale akajiuliza ya kwamba au ni kwa sababu pete hii inaruhusu nishike silaha ambazo zinaendana na level yangu? Hamza alikumbuka wakati alipokuwa akipigana na Orlando, alipoomba pete hiyo ilimpa silaha ya mti. Baada ya muda uwezo wake ulivyoongezeka, pete ikampatia silaha nzuri zaidi. Hamza pale pale alielewa pete hiyo ilikuwa ikifanya kazi kulingana na upeo wa nguvu zake. Hamza akasema kwa hiyo ni mpaka nifikie level fulani, alijisemea, lakini kwa wakati mmoja akahisi hali ya wasiwasi kwenye moyo wake. Pale pale alifikiria daraja alilokuwepo la matumizi ya silaha na akaenda mbali kukumbuka maneno ya Mzee Mbale kwamba kila kusudi lina jina lake. Hivyo muda si mrefu pia ataweza kujua jina la shambulizi lake la kusudi. Kwa lugha nyepesi, shambulizi la kusudi ni jina la kawaida la kutafasiri mbinu yake, lakini jina ndio ufunuo wa mwanzo wa kufahamu nguvu za kusudi ni nini na chanzo chake ni kipi. Lakini mpaka kufikia muda huo bado hakuwa na uelewa juu ya mambo hayo. Alijikuta akijiuliza, je, chanzo cha nguvu zangu za kusudi ni kipi? Kama jina ndio linatambulisha chanzo cha nguvu ya kusudi langu, je, jina hilo ni lipi? Basi Hamza licha kujiuliza swali hilo, bado hakuwa na majibu kwa sababu hakuwa amejua jina la nguvu zake za kusudi. Hata hivyo bado ilikuwa kweli kwamba jina hilo lipo, kwa sababu kama ambavyo makusudi hutofautiana baina ya mtu na mtu, basi nguvu ya kusudi pia ni tofauti na wengine. Hamza pale pale aliona licha ya kwamba alipata uwezo huo wa nguvu za kusudi, anapaswa kutumia muda mwingi kujifunza chanzo cha nguvu hizo na kuzielewa vizuri zaidi. Pengine hiyo ndio namna pekee ya kuwa na uwezo zaidi na zaidi. Lakini bado aliona muda hana, na siku inayofuata ndio siku ya kikao cha jumla ambacho kinaweza kumuingiza vitani na watu wa damu takatifu na wa Armageddon. Hivyo anapaswa kugundua kitu
kitakachomsaidia akiwa katika hali hiyo. Mara Hamza aliingiwa na wazo, na hiyo ilikuwa ni baada ya kugundua muda ndani ya ulimwengu wa pete ulikuwa ukienda polepole sana kuliko ulimwengu wa kawaida. Ingawa mwili wake hauwezi kuingia kwenye ulimwengu huo, nafsi yake iliweza kujua wazi kuna utofauti wa muda. Na je, kama akitumia utofauti huo wa muda anaweza kupata ufunuo? Hamza alichotaka kujua ni chanzo cha nguvu zake za kusudi. Pengine kwa kutumia pete hiyo kungeweza kumpatia majibu. Sasa Hamza alijikuta akifanya kama alivyoanza, na pale pale akatuliza moyo wake, akaamsha nguvu zake za kiroho, na kwa mara nyingine akaingia kwenye ulimwengu wa pete kufanya majaribio. Bila kujielewa, hatimaye asubuhi kaingia. Hamza alionekana kama sanamu ambalo limekarishwa juu ya jiwe. Hakuonekana kusogea hata kidogo mpaka alfajiri ilipomfikia. Sasa muda huo macho yake yalionekana kucheza, na pale pale mdomo wake ukaonyesha hali ya kutabasamu. Alisikika akisema, "Oh, kumbe ndio wewe." Naam, katika ukumbi mkubwa ndani ya makao ya jeshi, eneo hilo lilikuwa limejaa wanajeshi waliokuwa na uwezo mkubwa, wengine kutoka moja kwa moja jeshini, wengine wakiwa wale wanaohudumu katika kambi za mafunzo. Karibia viongozi wote wa juu wa kijeshi nchi nzima walikuwepo hapo, kwa sababu swala hilo lilihusu moja kwa moja ulinzi wa taifa. Katika eneo la juu kama jukwaa, Afande Simba alikuwa ameketi pamoja na wanajeshi wa vyeo vya juu akiwa katika mavazi yake ya kijeshi. Hata hivyo, muda huo alionekana kukunja sura, akijaribu kuchunguza watu waliokuwa chini ya ukumbi huo. Sasa upande wa kushoto walionekana Regina na Fiona waliokuwa wamekaa pamoja, lakini Hamza hakuonekana kabisa. Ni wakati huo alionekana Afande Himidu akisogea nyuma ya Afande Simba kuongea naye jambo, na aliishia kuuliza swali la kwanza kwamba vipi, huyu mtukutu bado hajaonekana tu? Akajibiwa kwamba Afande Simba, nadhani bosi hana mpango wa kushiriki. Na Nyakasura yuko wapi? Sinasikia ndiye aliyeonana na Hamza jana usiku. Bosi, nadhani unajua tabia za Nyakasura. Nimemuuliza kuhusu alipo Hamza, akaniambia kwamba kwana anatembea naye mfukoni. Aliongea Himidu akiwa hana jinsi. Basi Afande Simba akasema, huyu mtukutu yani sijui hata anafikiria nini yani. Aliongea Afande Simba na alishia kuonekana na mawazo, huku kwa wakati mmoja akimwangalia Afande Musiba aliyekuwa amekaa kimya mbali na yeye. Upande wa Musiba muda huo hakuwa na hisia zozote usoni. Mara baada ya kuangalia sana kuona tayari ni saa 3 kamili, alisimama na pale pale akaongea kwa sauti ya kakamavu kwamba kikao cha jumla cha jeshi kimeanza rasmi. Mara baada ya tangazo hilo la Musiba, taarifa mbalimbali zinazohusiana na watu wa damu takatifu zilianza kuonyeshwa kwenye skrini za TV pamoja na ushirikiano wao na nguvu ya Magedon Shakyamuni. Katika taarifa hizo zilieleza namna ambavyo umoja huu wa watu wa damu takatifu wanavyopokea msaada kutoka kwa Magedon na moja kwa moja kuwa tishio kwa nchi kwa ujumla. Afande Simba aliona kwanza achane na swala la Hamza kutokuwepo kwenye kikao. Pale pale alisimama na kusogelea maiki, kisha akaanza kueleza sababu za watu wa damu takatifu kuwa na vinyongo na vitengo vya kijeshi. Karibia wote waliokuwepo hapo walikuwa na madaraja ya juu ya kiuongozi. Hivyo ni kama walikuwa tayari wakijua taarifa hizo na hawakuonyesha hali ya kushangaa sana. Lakini mara baada ya kuambiwa kwamba wanakwenda kuingia vitani na wazee wa umri wa miaka zaidi ya 100, walishikwa na wasiwasi. Sasa Afande Simba akasema ya kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi katika hili. Nadhani wote tunajua swala hili pia linahusiana na mambo yaliyotokea jana ya kale. Hivyo matawi yote ya watu wa uungu wa kale watatuma mtaalamu kama mwakilishi katika kusaidia kwenye vita hii. Waliopo mwishoni mwa daraja la nafsi watahakikisha kwamba adui hapati nafasi kubwa ya kushinda. Aliongea Afande Simba. Mara baada ya kusema hivyo, mmoja wa wanajeshi aliyeonekana mzee kidogo alinyosha mkono kuuliza, na pale pale akaruhusiwa. Akauliza kwamba Afande Simba, mnajua ni wataalamu wangapi upande wa adui wapo daraja la ufunuo mkuu? Vipi kama wana watu wengi zaidi katika daraja hilo na sisi tukiwa ni wachache, tutawakabili vipi? Afande Simba alicheka akasema, "Sio na wasiwasi kuhusu hili. Tumekwisha kufanya uchunguzi wa watu wote walioasi na kukimbia nje ya bara letu. Kulingana na mashambulizi yaliyotokea katika kambi zetu, tuna uhakika wanajeshi wao waliopo katika daraja la ufunuo mkuu watakuwa 6. Kama vita itaanza, basi ukijumlisha na idadi yetu, lazima tutazidi nguvu." Mara baada ya kuongea hivyo, mwanamke mmoja aliinua mkono na kuruhusiwa kuongea. Akasema kwamba Afande Simba, kama adui zetu wanapewa msaada na watu wa Magedon, lazima kutakuwa na wataalamu waliotumwa na mfalme wa maangamizi kwa ajili ya kuwasaidia. Wote tunajua wataalamu hawa lazima watakuwa wanatumia mbinu zao za miujiza. Wengi wetu hatuna uzoefu wa mapambano na watu wa aina hii,
na inaweza kuwa hatari. Aliongea hivyo na Simba akatingisha kichwa kisha akasema ya kwamba wewe utakuwa ni Madam Megiro kutoka kambi ya Michipuo. Nakiri maneno yako yana mantiki ndani yake. Awamu hii ni kweli Armageddon wametuma wataalamu wao kwa ajili ya kutoa msaada. Mmoja wao ni Demon Sword mwenye cheo cha daraja la 14 na pia kuna Jicho la Tai anayeshikilia nafasi ya 17. Bila shaka hii haiondoi uwezekano pia wa uwepo wa majusi wengine, lakini kufikiria tunaweza kuogopa kwa sababu tu ya uwepo wa nguvu za Armageddon ambazo hatuna uzoefu nazo. Je, ni taswira gani kama taifa tunaonyesha? Baadhi ya wanajeshi walitingisha vichwa vyao kukubali, huku wengine wakionyesha kutokuridhika. Simba alishia kutabasamu tu huku akipiga macho kadamnasi hiyo. Kisha akasema ya kwamba najua wengi wenu hapa mtakuwa mnafikiria na kujiambia, hili ni swala la watu wa uungu wa kale na familia yetu, kwamba kutokea kwa umoja wa damu takatifu ni matokeo ya maamuzi ya watu wa ukoo wetu. Na kwa nini mnataka sisi wa kambi kuingilia vita tusioisababisha? Mara baada ya kuongea hivyo, watu karibia wote katika eneo hilo walionekana na nyuso za ajabu. Ilikuwa wazi hicho ndicho walichokuwa wakifikiria. Kwa mtazamo wao swala hilo lilipaswa kutatuliwa na watu wa uungu wa kale wenyewe, pengine jemedari mwenyewe na sio wao. Basi mkuu wa kambi ya Nyanza akasema kwamba Afande Simba, tafadhali naomba uniwe radhi kwa nitakachoongea, lakini unadhani ni sahihi kambi zetu kubeba huu mzigo wote? Aliongea hivyo huyo mkuu wa kambi ya Nyanza aliyefahamika kwa jina la Reben Nguna. Maneno yake alifanya watu wengi kutingisha vichwa vyao kama vile wanakubaliana na swali hilo. Afande Simba alijikuta akivuta pumzi na ile anajiandaa kujibu, mara sauti nyingine ikasikika kutoka nyuma ikisema ya kwamba Bwana Nguna umekosea. Alikuwa ni Mjema. Mara moja alisimama kutoka kwenye siti yake na kusogea mbele ya stage. Akasema ya kwamba inawezekana wengi wenu hamnifahamu. Kwa jina naitwa Mjema, natokea familia urithi wa damu, lakini vile vile mimi ni mwanabodi wa kitengo cha Sleeping Lounge. Basi watu walijikuta wakianza kuangaliana kwa namna kutoridhika. Hawakujua mtu huyo, hawakujua mtu kama huyo Mjema ghafla tu ametokea wapi. Afande Simba alishia kukunja sura, lakini kwa sababu Mjema tayari alikuwa amepanda jukwani, aliona ni bora kwanza asikilize kila anachotaka kuongea. Basi Mjema alimtolea kwanza tabasamu Simba, kisha pale pale akasema ya kwamba mabibi na mabwana, naona wengi wenu mnalaumu kwamba hawa wasaliti wanaojiita Saint Blood ni wajibu wa watu wa uungu wa kale. Lakini je, mlishajiuliza kama si uwepo wa umoja wa uungu wa kale ambao umekuwa katika vita ya siku nyingi na umoja huu wa watu wanaojifunza miujiza, mngeweza kuimarisha kambi zenu na kuziendesha mpaka leo hii? Miaka 300 iliyopita, jemadari mzee wetu wa familia ya mzee alisafiri kutoka Afrika akiwa na kazi moja tu, kuanzisha umoja wa uungu wa kale. Mnadhani alifanya hivi kwa sababu ya nini? Hebu tafakarini vyema. Kama hawa watu wa nguvu za Armageddon wakiingiza ustaarabu wao hapa nchini, ni watu wapi wa kwanza wataathirika? Ndio, lazima mtakaoanza kuathirika ni washikiliaji wa utamaduni ambao moja kwa moja ni kambi zetu. Kwa hiyo kuanzishwa kwa kambi sio tu kuongeza nguvu jeshini, bali pia kwa ajili ya kudumisha tamaduni zetu za Kiafrika. Sasa je, kama watu hawa wakiingia, watakubali kuona tunaendelea kushikilia tamaduni zetu au za kwao? Je, mtaweza kuhimili ushawishi wao? Kwa nje inaweza kuonekana kwamba watu wa uungu wa kale hawana walichokifanya kwa miaka mingi zaidi ya kuendelea kujificha. Lakini ukweli ni kwamba katika ulimwengu wa siri ndio umoja huu unaoshikilia mihimili ya kambi zote. Ndio waliowekeza nguvu kuzuia uonevu unaokiuka maadili. Mnaweza kuuliza dhamiri zenu kama nakosea. Mnaweza kuuliza tu, lakini jiulizeni hili swali. Kama isingekuwa uungu wa kale, je, kambi zingekuwepo? Je, tamaduni zetu tungeendelea kuzienzi? Je, tungeweza kuhimili nguvu ya Armageddon? Mara baada ya kusikiliza maneno hayo ya Mjema, wengi waliokuwepo hapo walianza kuhisi aibu. Afande Simba alimtazama Msiba kana kwamba anauliza kama anapaswa kumzuia Mjema kuendelea, lakini Msiba alimpa ishara ya kumwachia aendelee. Afande Simba hakuwa na jinsi zaidi ya kumruhusu. Isitoshe Mjema alionekana kutumia nguvu kubadilisha mitazamo ya watu hao. Mjema akasema kwamba jamani, watu wa damu takatifu na maangamizi wapo hapa kwa ajili ya kushambulia kambi ili kubomoa misingi yetu. Wanajaribu kufanya uchokozi ili kutufanya tushindwe kuaminiana, tushindwe kuunda jeshi la kupambana nao. Kama ni hivyo na sisi tupo hapa,
tukianza kuzozana na kushindwa kuungana katika vita hii, sitamaanisha wameshinda? Je, itawafurahisha mababu zetu? Au ni kwa sababu mpo tayari kuona uhuru wetu unapokwa bila kufanya chochote? Kadamnasi wakajibu hapana. Mjema akasema hilo si tunalotaka kumaanisha. Kundi la watu walishindwa kujizuia na kuanza kupiga makelele. Kila mmoja alikuwa amejawa na hisia zisizoeleweka. Baadhi walionekana kukubali, wengine zaidi ya kukubali. Basi Mjema akasema kwamba ingawa umoja wa uungu haujatuma wataalamu wao wakubwa, lakini hii ni kwa sababu ya taratibu za kitahadhari. Vita hivi sio vyao. Hii ni vita yetu kwa ajili ya kudumisha urithi wa nchi yetu, utu wetu na uhuru wetu. Sisi kama wanajeshi tuliopewa jukumu la kulinda raia na nchi yetu, tunapaswa kusimama bega kwa bega kuongoza vita hii. Mara baada ya kuongea hivyo, pale Mjema aliinua mkono wake juu na kisha kujiamini kabisa aliongea akasema kwamba mimi Mjema, ili kuonyesha nia yangu ya dhati katika ushiriki wa vita hii ya kulinda uhuru wetu wa urithi wa nchi yetu, nipo tayari kumweka mstari wa mbele kijana wangu, mtoto wangu wa pekee Shaibu katika hii vita. Msikilizaji, tumeshapata dondo kidogo kuhusu huyu mwamba Shaibu. Taarifa zake kidogo tumepata kuhusu kutoka kwa Nyakasura alivyokuwa anamsimulia Hamza kwamba kati ya watu wawili wanawakubali, mmoja wapo ni huyu Shaibu. Sasa balala Shaibu lipo vipi? Hii vita itendaje msikilizaji? Tukutane sehemu inayofuata, tusonge mbele na hii simulizi ya Hamza. Nakushukuru sana wewe ambaye upo pamoja mpaka dakika hii. Kwa leo naomba niishie hapa ili kuupa mwili nguvu kutokana na vita ambayo nimeianza tangu dakika ya kwanza mpaka hivi sasa. Naomba nipumzike kidogo, nirejee tena sehemu inayofuatia. Mdoto alikuwa ni Lucas Lumbas, God bless you till we meet again. Bye bye.